za CAF mara baada ya mnyama kukaa pale nafasi yake ya 4 alipofika tu ile hatua ya fainali na RS Berkane, mnyama alikuwa zake katika nafasi ya 4 pale. Na inahesabika vipi? Maana mnyama yuko nafasi hiyo ya 5, ghafla Berkane kapanda juu. Berkane amepanda kwa sababu ya points, kwa sababu alikuwa anatofautiana na Simba points ndogo sana. Point moja. Yes. 47 kwa 48 ilikuwa. Yes. Kama Simba mfano angechukua ubingwa, angekuwa na pointi 53 na angekuwa katika nafasi yake hiyo ya 4. Lakini RS Berkane ilibidi apande sasa. Pointi zake zikaongezeka, Simba akabaki pale pale. Yeye alipofika hatua ya finali akabaki na pointi zake 48, Berkane wakapanda pale. Kapanda juu. Maana sasa hivi Berkane yuko juu ya Simba. Yuko juu ya Simba ndio. Na bingwa wa Afrika, yeye pointi zake zinahesabika vipi? Bingwa wa Afrika mfano kwenye michuano kama ya nini? Ya CAF Champions League. CAF bingwa ndio bingwa wa Afrika kwa maana ya Pyramid. Pyramid bana, yeye ndio bingwa. Ukitaka kuona Pyramid hakuwa na pointi nyingi. Alikuwa na pointi 42. Alikuwa na pointi, ndio nasema mpaka sasa hivi yeye bado hajamshusha nani? Hajamshusha. Nilikuwa naangalia hapa kwa sababu hiyo taarifa ambayo nimeiona ya hizi kwamba Simba ameshuka hadi nafasi ya 5 kidogo ilishtua, kwa sababu bingwa wa kombe la Afrika kwa maana ya ligi ya mabingwa, yeye akichukua ubingwa anaongeza alama 6. Kutoka nafasi aliyokuepo anaongeza alama 6. Kwa ninavyofahamu mimi kwamba bingwa anachukua anaongeza alama 6. Maana yake sasa ukipiga calculation akiongeza alama 6 kwa maana ya Pyramid kwa alama 42 alizokuwa nazo anafikisha alama 48. Lakini hapa nimeona inaonyesha Pyramid ana alama 47. Kwa maana alikuwa na 40 ngapi mwanzo? 42. Kwa ameongeza ngapi? Maana yake hapa inaonyesha ameongeza 5. Wakati hizi 5 ni zile za yule ambaye ni bingwa wa huku shirikisho. Kwa hiyo doubt yako hapo ni nini? Yaani doubt yangu ni kwamba naangalia Pyramid kwa nini ana alama 47? Au count au namna ya kuhesabu pointi sasa hivi imebadilika? Hakuna kilichobadilika. Utofauti ni wa kombe la shirikisho, yeye ni tofauti na wa ligi ya mabingwa. Hapo sasa, kwa sababu huku ligi ya kombe la shirikisho bingwa ni alama 5 anaongea. Yaani ukishukua ubingwa unachukua pointi 5. Ndio maana ukiangalia 47 ambazo alikuwa nazo Berkane amechukua ubingwa zimeongezeka pointi 5. Kutoka 47 ameenda mpaka 52 akiwa katika nafasi ya 4. Wakati huo Pyramid ambaye alikuwa na alama 42 baada ya kuchukua ubingwa sawa wa ligi ya mabingwa Afrika, kwa ninavyofahamu atakiwa ongeze alama 6. Labda kama walibadilisha hapo nyuma ikawa na bingwa pia wa ligi ya mabingwa anaongeza alama 5, ndio ukija kupiga hesabu 42 ukiongeza 5 unapata 47 ambayo ndio iko nayo sasa hivi Pyramid kwenye nafasi ya 6. Ukilinganisha na Simba. Wakati huo Zamalek yeye ndio akiwa nafasi ya 7 pamoja na wengine ambao wako juu, kina Ahali, kina Sundown, kina Esperance ambao hivi sasa wako juu huko. Ndio. Au bwana tusaje wewe kwenye point unahesabu vipi pointi za Afrika? Za Afrika, FIFA hizi za mabingwa kupandisha, sio amepanda nafasi ya ngapi? Kwa mchakato wako unapiga hesabu wewe umeona hazifiki. Wewe unavyofahamu wanahesabu vipi? Kwamba ukiwa bingwa ukifika sijui robo finali, nusu finali unaongeza vipi point? Anakuja na majibu kwenye kona. Sawa. Anakuja na majibu kwenye kona ya kwanza na tutakuja kuzungumza vizuri. Kwa hiyo Simba bana yuko nafasi ya 5 Afrika, alama zake 48, na anayeongoza ni Ahali mwenye alama 78 kwenye upande wa point. Wakati huo nafasi ya pili ni Mamelodi Sundown mwenye alama 62, na nafasi ya 3 ni Esperance Deportivo de Tunis mwenye alama 57. Berkane katika nafasi ya 4. Yaani kwa pointi hizi zinaonyesha kabisa hata kama Ahali hatachukua ubingwa mara 2 mfululizo wa ligi ya kombe la Afrika, hakuna mtu anaweza kumfikia kwenye pointi alizonazo. Misimu miwili, sio tu miwili. Sana pointi nyingi zaidi. 78 kwa 62. Kwa 62. Hapo ongeza na huwa zinafutika, unajua. Inategemea na mtu kweli anayeshindana. Kama Mamelodi ndio anachukua back to back hizo misimu miwili, anaweza kumkaribia.
lakini kama itakuwa timu nyingine ya chini mpaka imfikie huko, maana yake itachukua muda kweli kweli. Lakini kikubwa tu wapongeze Simba, kukata nafasi ya 5 unajua bado ni kitu kikubwa sana kwao. Nilikuwa naangalia hapa kwa upande wa Simba hizo points wamezikusanya pia kwa muda of course, kwa sababu Simba turning point yao ilikuwa 2017 18 walianza kuzisaka hizo points. Of course wamepambana nazo wakapanda hadi kufikisha points zao hizo 48. Lakini Yanga, unajua Yanga hayuko kwenye top 10. Yanga mpaka sasa hivi ana pointi zake 34 zimebaki vile vile. Kwa maana Yanga hajaongeza kitu mara baada ya kudondokea kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ana kazi kubwa sana ya kupandisha pointi zake msimu ujao Young Africans, ili tumuone pia kwenye top 10, na inawezekana Yanga pia akasukuma watu pale akaingia hadi kwenye nafasi ya 6 hadi ya 7 kama atakaza hadi kufika hatua ya nusu finali ama kufika hatua ya finali. Kwa hiyo anapaswa kukaza kuwepo kwenye nafasi ya 11, 12 hadi 13 kwa Young Africans. Sio sawa, kwa sababu ni timu ambayo kusema kweli kwa sasa imekuwa inaogopwa pia Afrika. Hawa Yanga hawezi kufananisha na Simba kimataifa bwana, kwamba huyu Yanga kimataifa bado tunazungumza ni timu ambazo hazijafanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo Simba kimataifa ni wakubwa. Simba wameenda back to back mara nyingi sana. Ndio maana hata alama alizonazo anawapindua wengi kwa sababu ameenda kwa mfululizo misimu kadhaa. Yanga msimu wake huu wa 3 kufanya vizuri Afrika. Baada ya kuishia makundi, kuna ile aloenda robo finali ya mabingwa na kuna ile ya kubeba ubingwa wa kufika finali kwa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Ismo. Lakini nje hapo Yanga walikuwa hata kuishia makundi walikuwa waingii. Kwa hiyo nakiri Yanga kwa Afrika Yanga bado ni mdogo. Wanapaswa kujifunza bado ndo kwanza bado wanastahili kujifunza kwa Simba. Bado wanastahili kujifunza kwa vilabu vyote. Unasemaje bwana Kisiki? Hebu irudie vizuri. Hebu bold hiyo. Yanga kweli bado wanastahili kujifunza kwa Simba. Kwa hiyo Yanga, na hiyo kitu ambacho nataka kujifunza kwa Simba ni muendelezo wa kwenda mara kwa mara kwenye mashindano ya kimataifa na kufika hatua za mbali. Yani hata kama utaishia robo finali, lakini uwe na consistency. So kama leo umeenda finali, kesho umeishia makundi, hiyo inakuwa so consistency. Hiyo inakuwa ni vice versa kabisa. Lakini kuna kitu ambacho inabidi watu wajifunze bwana Kisiki. Nilikuwa naangalia thamani ya hivi vilabu ambavyo vimekaa kwenye rank hasa kwa upande wa top 10. Simba ndo wananishangaza mimi. Yani Simba kuweko nafasi ya 5 wananishangaza kwa thamani ya vikosi vyao. Kisema kweli inanishangaza Simba. Inanishangaza nini? Ukiangalia Ahly ambaye ni bingwa wa mara zote wa michuano hiyo kwa upande wa CAF, akiwa yeye ana euro milioni 45.8. Ndio. Yani hii ni USD. Unaona bana, wakati huo Sundown yeye akiwa yeye kwake ni sio USD, hii ni euro. Sundown yeye ana euro milioni 35.2 Mamelodi Sundown hao. Nafasi ya 3 ambao wako Esperance Sportive de Tunis, wao wako nafasi ya 3 wakiwa thamani yao ya kikosi ni euro milioni 19.8. Unaona bana. Alafu nafasi ya 4 ni RS Berkane, wao wakiwa na pointi 52, thamani yao ya kikosi ni euro milioni 13.4. Alafu Simba Sports wakiwa nafasi ya 5, hapa ndio kituko sasa. Kituko kwa Simba. Thamani ya Simba ni euro milioni 2.18. Thamani ya Simba. Wewe angalia yuko nafasi ya ngapi? Ya 5. Alafu nafasi ya 6 Bedo Pyramid akiwa na pointi 47. Pyramid yeye thamani yake ni euro milioni 19.9. Alafu ndio yuko nafasi ya 6. Nafasi ya 7 yuko Zamalek ambaye ana pointi 42. Yeye thamani yake ni euro milioni 15.6. Huku Wydad nafasi ya 8 akiwa yeye thamani yake ni euro milioni 16.6. Usma au Yosem Alja yeye yuko nafasi ya 9, thamani yake ni euro milioni 10.8. Alafu CR Belouizdad nafasi ya 10, yeye thamani yake ni euro milioni 9.88. Sasa Simba wao wako nafasi ya ngapi? Ya 5. Alafu thamani yao ni euro 2.18. Sasa euro milioni 2.18 ukienda kwa thamani ambayo anayo Ahly euro milioni
45.8, si ndio? Kwa Simba sinaweza kaingia hata zaidi ya mara 20. Sasa lakini ndo wako nafasi ngapi? Bwana. 5. Kwa hiyo au Belouizdad tu euro milioni 9.88. Kamwacha mbali sana Simba. Lakini Simba yuko nafasi ya 5. Hajaweka pesa. Yaani pesa aliyoweka Simba ni ndogo mno. Lakini amejikongoja ameingia kwenye top 5. Kwa hiyo uwekezaji unahitajika. Kwa hiyo uwekezaji hapa tunapozungumza siku zote kwamba ili uweze kuchukua ubingwa wa Afrika lazima ukubali kuinvest kwelikweli. Yaani lazima usajili wachezaji wenye hadhi ya ushindani kwenye hii michuano ya hadhi ya nyota 5 hasa CAF Champions League. Hii ni michuano mikubwa sana, lakini Simba ukiangalia kwa pesa ambayo iko hapo na namna hatua ambazo wanafika, kusema kweli wanajikamua damu. Yaani hapo ni kama vile za wachezaji wanacheza hadi damu ya mwisho. Ndo damu hiyo